Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Jeshi la Iran IRGC limesema hakuna dola inayoweza kuidhoofisha azma ya taifa la Iran. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC limelishukuru taifa la Iran kwa kusimama kidete kuilinda nchi na msimamo wake imara wa Kiislamu kupitia maandamano na kuonyesha umoja na mshikamano nchini. Katika taarifa yake iliyotolewa na jeshi hilo, imeashiria mikusanyiko mikubwa ya nchi nzima, hususan ile iliyofanyika hivi majuzi katika kumbukumbu ya kuzaliwa Imamu wa 8 wa Waislamu katika kizazi cha Mtume Muhammad, Imam Reza, na kampeni ya wananchi wa Iran ya kuihami na kuilinda nchi inayojulikana kwa jina la Janfada el Iran, ambayo imeshuhudia mamilioni ya watu wakijiandikisha na kutangaza kuwa wako tayari kupambania maisha yao ili kuilinda na kuihami Iran dhidi ya maadui. Taarifa ya IRGC kwa wananchi imeeleza kuwa Iran na watu wake kamwe hawatapiga magoti na kusalimu amri mbele ya maadui zao, na hakuna nguvu inayoweza kudhoofisha azma yao. Jeshi la IRGC limepongeza mkusanyiko ya hamasa ya wananchi wa Iran na kuitaja kuwa haina kifani, na kueleza namna maandamano hayo yalivyopendelea katika kipindi chote cha siku 40 za mashambulizi ya Marekani na utawala wa Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hadi leo, ambapo wananchi wa Iran wanaendelea kukusanyika katika medani na maeneo mbalimbali ya nchi. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu limetaja ushiriki huo wa hamasa wa wananchi kote nchini kuwa ni kielelezo cha utiifu kwa kiongozi wa serikali ya mapinduzi Ayatullah Mujtaba Khamenei, ambaye amechaguliwa kuchukua nafasi ya baba yake Ayatullah Ali Khamenei, kiongozi muadhamu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu aliyeuawa mwanzoni mwa vita vya kichokozi vya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran IRGC limeapa mapambano ya dhati katika kuitetea nchi, na kwamba wakati huu ambao Marekani inatazama namna ya kuishambulia Iran, ni kwamba jeshi hilo limejidhatiti vilivyo kwamba halitokubaliana na mpango wowote wa mashambulizi dhidi yake, na kwamba litaweza kufanya maangamizi makubwa. Jeshi hilo limetangaza kwamba litatumia mbinu zote, na wakati huu litatumia silaha mpya za kisasa zaidi katika kuikabili Marekani na Israel. Jeshi hilo limetoa tahadhari kwa Marekani, lakini pia kwa nchi za Ghuba, kwamba zisikubaliane na mpango wowote wa kuweza kushirikiana na Marekani na kuiruhusu Marekani kutumia ardhi na anga zao, kwani mashambulizi makali ambayo wakati huu jeshi la IRGC litafanya ni mashambulizi ya maangamizi ya kutisha. Tutafanya mashambulizi ya maangamizi ya kutisha katika nchi yoyote ambayo itaipa ruhusa Marekani kufanya mashambulizi dhidi yetu. Tutashambulia vibaya, tutaangamiza meli za Marekani zilizopo baharini, tutaangamiza kila kitu cha Marekani, tutaipa hasara kubwa mno. Tupo tayari na tumejipanga, jeshi hilo lilieleza katika taarifa yake. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.